Kuanza rasmi kujifunza neno lako la uzima. Tunaamini Mungu, nguvu zako ziko na sisi, upendo wako umetufunika, neema yako pamoja na upako wako. Tunaomba Roho Mtakatifu hata uwe nasi sasa tunapoenda kuanza rasmi kujifunza neno lako la uzima. Tunaomba uwepo wako utufunike na umsaidie kila mtoto wako aliyoko hapa kuweza kupokea na kuweza kuelewa. Katika jina la Yesu, fungua masikio yetu e Bwana, tusikie. Fungua mioyo yetu ipokee na kuamini. Ili Bwana, kila ambacho unaachilia kizae matunda kwa kila mtoto wako aliyoko hapa, katika sifa na utukufu wa jina lako, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na kanisa lote tuseme amen. Somo letu linaitwa kwa ajili ya mateso makali ya Yesu, utuhurumie sisi na dunia nzima. Na siku ya jana tuliangalia kipengele kilichokuwa kinaitwa neema ya Mungu ndiyo iliyoleta mateso ya Kristo kwa ajili ya uponyaji wetu. Na andiko letu la msingi tunatembea nalo ni Isaya 53 ule mstari wa 2 hadi wa 5, na nitakusomea mstari wa 5 peke yake, ambao inasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa tukaona kwamba huruma ya Mungu ndiyo iliyomfanya Yesu apigwe na mimi na wewe tupone. Na tukaona kuna kitu kinaitwa neema ya Mungu, ambapo tukaangalia siku ya jana kwamba neema ya Mungu ni nafasi ya upendeleo ambao anapewa kila mtu na Mungu kuhesabiwa haki ya uwana wa Mungu, na ini hali hauna haki ya kuwa mwana wa Mungu. Kwa njia ya neema ya Mungu tumepewa haki ya kuwa wana wa Mungu. Ambapo tukaona pia huruma ya Mungu siku zote inatuvuta tuupokee ubaba wa Mungu kwenye maisha yetu. Kwa hiyo Mungu anatutazama kama watoto na anatuhudumia kama watoto wake. Jinsi ambavyo mzazi mwenye upendo anavyoweza akamhudumia mtoto wake, ndivyo ambavyo Mungu anatuhudumia tena zaidi. Na ndio maana tukasema ile siku ya jana, katika kila namna ulio nao ya changamoto, unapaswa kumtazama Mungu kama baba ambaye ana upendo na wewe na ana uwezo wa kukusaidia. Kuna mambo kadhaa pia tukaendelea kuyaangalia. Tukaona kwamba huruma ya Mungu ndiyo iliyoleta neema ya Mungu. Pia tukaona neema ya Mungu ndiyo iliyoleta uhai wa imani. Lakini pia tukaangalia kitu kingine ambacho kilikuwa kinaitwa msalaba. Tukaona kwamba katika msalaba kuna nguvu ya Mungu ya kutukomboa. Na tukaangalia pia kuna baadhi ya watu wanaamini katika msalaba na wengine hawaamini, wanaudharau. Tukaona kwamba ni vibaya kudharau na kutukana kitu cha Mungu ambacho ukiamini. Hata kama ukiamini, usikidharau wala usikitukane. Tukaangalia mfano wa mfalme Belshaza kwenye ile Danieli 5:1-6, 25-28, namna alivyodharau vikombe vya hekalu pale Yerusalemu, akavitumia vibaya kwenye ufalme wake, na Mungu akamwandikia maneno ya mene tekeli na peresi. Akamnyang'anya ufalme kwa sababu alidharau vitu vyake. Kwa tukaona hata wewe pia unapotokea unadharau kitu cha msalaba, kwa sababu tu umeona wengine wameweka sanamu, wengine wameuwekea sijui wanasali kama rozali, unautukana, unaweza ukaandikiwa mene tekeli na peresi. Kwa nini? Kwa sababu kinachofanyika kwenye huo msalaba ni kitu cha kiibada ya kumwabudu Mungu na si mwanadamu. Si kama unanielewa? Tukapita pia tukaangalia kwamba vifaa vya ibada kama misalaba, rosali na vitu vingine si vitu vya kuabudiwa, ila ni vitu vya kuheshimiwa. Wa kuabudiwa ni Mungu. Tukaona jinsi ambavyo kuna baadhi ya watu wanaweka misalaba, wanaiabudu badala ya kumwabudu Mungu. Mfano, mtu anaweka msalaba kwenye gari lake, anakuwa asali, haombi, afanyi chochote, akiamini kwamba huu msalaba uliopo kwenye gari unanisaidia. Au mwingine anaweka Biblia hapo, analala, asali, asomi, afanyi chochote, anaamini hii Biblia imekaa hapo inanisaidia. Tukaona hiyo ni sawa na kuabudu hicho kifaa. Anayepaswa kuabudiwa ni Mungu, na kifaa kimewekwa ili ukitumie kumwabudia Mungu. Tukapita pia tukaangalia mambo kadhaa kuhusiana na damu ya Yesu, namna inavyotabaruku vifaa vya ibada. Tukaona pia damu ya Yesu namna inavyoweza ikasimama katika huruma ya Mungu kwenye maisha yetu
na tukafanya maombi kadhaa katika nguvu za Mungu. Nimeona tu nikukumbushie yale ya jana kwa uchache ili uweze kujua, uwe na kumbukumbu nzuri ya kule tulikotoka. Kwa yule ambaye ukuyapata, hakikisha umefuatilia ili tuende sawa sawa. Leo siku ya 3 na ya hitimisho, tutahitimisha kwa kuangalia kipengele kingine katika somo letu hili la kwa ajili ya mateso makali ya Yesu, utuhurumie sisi na dunia nzima. Na leo tutaangalia kipengele kinachoitwa huruma ya Mungu ina uwezo wa kukufungulia milango iliyofungwa ya kuona vitu ambavyo wengine hawavioni. Huruma ya Mungu ina uwezo wa kukufungulia milango iliyofungwa ya kuviona au ya kuona vitu ambavyo wengine hawavioni. Huruma ya Mungu ina uwezo wa kukufungulia milango iliyofungwa ya kuona vitu ambavyo wengine hawavioni. Tuanze pamoja kwa kuangalia kile kitabu cha Yeremia sura ya 24 ule mstari wa 1 hadi wa 4. Yeremia 24:1-4. Yeremia 24:1-4 inasema namna hii: Bwana akanionyesha, na tazama vikapu viwili vya tini vimewekwa mbele ya hekalu la Bwana, baada ya Nebukadreza mfalme wa Babeli kumchukua mateka Yekonia mwana wa Yehoyakim mfalme wa Yuda, na wakuu wa Yuda pamoja na mafundi wafua chuma kutoka Yerusalemu kuwaleta Babeli. Kikapu kimoja kilikuwa na tini nzuri sana, kama tini zilizotangulia kuiva, na kikapu cha pili kilikuwa na tini mbovu sana, zisizoweza kuliwa kwa kuwa zilikuwa mbovu sana. Ndipo Bwana akaniambia, unaona nini Yeremia? Nikasema, naona tini nzuri zilizo nzuri sana, na tini mbovu zilizo mbovu sana, zisizoweza kuliwa kwa kuwa ni mbovu sana. Kisha neno la Bwana likanijia kusema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kama zilivyo tini hizi nzuri, ndivyo nitakavyowaangalia mateka wa Yuda niliowatoa katika mahali hapa, waende mpaka nchi ya Wakalidayo wapate mema. Oh, haleluya, kanisa la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo, kanisa la Bwana. Ndani ya haya maneno tunaona Mungu anamsemesha Yeremia kwa kumuonyesha maono katika wakati ambao mfalme wa Babeli alimchukua Yehoyakini mfalme wa Yuda kupeleka Yuda yote utumwani kule Babeli. Haukuwa msimu mwepesi kwa Waisraeli. Ilikuwa ni msimu ambao walipitia kipindi kigumu cha mateso mengi sana. Na Yeremia, kwa sababu alikuwa nabii wa Bwana kwa wakati ule, Mungu akamuonyesha maono. Na Mungu alimuonyesha Yeremia maono ya mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, alimuonyesha kikapu ambacho kilikuwa kina tini mbovu ambazo hazifai kuliwa na mtu. Afu maono ya pili, akamuonyesha kikapu ambacho kilikuwa kina tini nzuri ambazo zinafaa kuliwa. Tini maana yake ni matunda. Kwa alimuonyesha matunda mabovu yaliyooza ambayo hayafai kuliwa. Halafu akamuonyesha na matunda mazuri yanayofaa kuliwa. Afu Mungu akamuuliza Yeremia, unaona nini? Yeremia akamwambia, nimeona tini mbili, mbovu na nzuri. Mungu akamsemesha Yeremia, akamwambia hizo tini nzuri unazoziona, hao ni wana wa Israeli, ni wana wa Yuda. Katikati ya mateso ya utumwa, wao hawatateseka, wataona mema. Na wao ndio hizo tini nzuri. Si kama unanielewa, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo wana wa Israeli wakawa wakiendelea kuishi utumwani. Wao wanaona mabaya yanawaijia, lakini Mungu ameshamsemesha Yeremia. Yeye ameshamuonyesha mema yanakuja mbele yake. Kwa hiyo huruma ya Mungu ndiyo iliyomfunulia Yeremia neema ya kuona mema katikati ya mateso makali ya umateka waliokuwa wameingizwa Waisraeli. Kilichomwezesha Yeremia kuona mema katikati ya mateso
ni huruma ya Mungu ndio iliyomfunulia. Kama unanielewa, mtu wa Mungu aliye hai. Ina maana Waisraeli wengine walikuwa wanaona mabaya, kwa sababu wanaona wanachukuliwa, wanapelekwa kwenye umateka, wakiwa njiani wanatembea. Kila Mwisraeli kwenye akili yake, ukimuuliza huko mbele kutakuwaje, sidhani kama kuna mtu ambaye angekwambia kutakuwa kuzuri, kwa sababu wamechukuliwa kutoka Yerusalemu, na walikuwa wamezoea Yerusalemu kuishi kwa raha, chakula kipo kingi, maji mengi, familia zinaishi kwa upendo. Lakini ghafla wanakamatwa wote, wanafanywa wakimbizi, wanapelekwa, wamefungwa minyororo, mali zao zimenyang'anywa, manyumba yao yametekwa, Yerusalemu mji umebomolewa, hawana kitu tena. Waliokuwa na mashamba yameporwa, waliokuwa na akiba za fedha zimekamatwa, kila kitu chao kimekamatwa. Hasa unapojaribu kukutafakarisha namna hii, ni ili uone jinsi ambavyo haikuwa safari nyepesi kwa Waisraeli wanapoelekea Babeli. Njiani kila mtu lazima alikuwa hana stress, hakuna anayeongea. Kuna waliokuwa wagonjwa wanatembezwa utumwani, lakini Yeremia yeye anachokiona, anaona mema yako mbele. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amemfunulia macho, amemuonyesha kwamba huko wanakopelekwa, licha ya kwamba si kwao, licha ya kwamba ni Babeli kwenye mateso, ila hawa ambao ni wana wa Yuda, hawa ambao ni watoto wangu Israeli, wao hawataona mateso, wataona mema. Itakuwaje? Itafanyikaje? Yeremia yeye anachoamini ni kwamba ni mradi ni Mungu amemwambia, Mungu ndiye anajua atafanyaje. Kama unanielewa, mtu wa Mungu ali hai. Kwa hiyo wamkini hata kwenye ile safari Waisraeli wakati wanatembea njiani wakiwa na stress, yamkini Yeremia yeye alikuwa anaimba mapambio ya shukrani. Kwa nini? Kwa sababu yeye ameshapewa siri na Mungu, ameshafunguliwa mlango, ameshaonyeshwa kilichoko mbele. Kwa hiyo haoni kama kuna maumivu, na ndiyo maana ndani yake anajisikia kuimba mapambio ya kumtukuza Bwana katikati ya safari ya wengine wanalia. Hivi umewahi kuona mko kanisani, wengine wanaomba wanalia juu ya mateso ya maisha yao, kuna mwingine hapo anaomba anashukuru juu ya maisha yake? Nisikilize, kwa nini huyu anaomba analia na kwa nini huyu anaomba anashukuru? Ni kwa sababu anayeomba analia hajafunguliwa mlango wa kuiona kesho yake mema yaliyopo, ila huyu anayeomba anashukuru. Licha ya kwamba wote wanapita kwenye situation moja, na wote wamekutana kwenye ibada moja, na wote wamekutana kwenye mafundisho, na mhubiri ni yule na neno ni lile, huyu amelipokea analia kwa uchungu wa kumlilia Mungu juu ya mateso yake, na huyu amepokea anashukuru kwa Mungu juu ya mateso yake. Ni kwamba anayeshukuru anakuwa amepewa neema ya kufunguliwa mlango wa kuona mema yaliyoko mbele yake, yanayokuja mbele yake. Na huyu anaelia anakuwa hajapata nafasi ya kuona mema yaliyoko mbele yake, ila anachokiona ni mateso alionayo kwa muda huo. Kwa anapojaribu kufikiri juu ya kesho yake, anachokipata kwenye ufahamu wake ni mateso zaidi ya leo yake. Kumbe kuna mema, na ndiyo maana unahitaji kupewa neema kama ya Yeremia, ya kufunuliwa macho na mlango wa kuona mema yanayokuja kesho yako. Usije ukadanganyika ukifikiri mateso ulio nayo leo ndio utakayokuwa nayo siku zote. No, mbele yako kuna mema. Unahitaji kupewa huruma ya Mungu ikufungulie mlango wa kuona mema yaliyopo kesho yako. Sema amen katika jina la Yesu. Haleluya. Wana wa Mungu aliye hai, nisikilize. Katikati ya mateso, Mungu huwajalia watu wake huruma yake ya kuwakomboa. Katikati ya mateso, Mungu huwajalia watoto wake huruma yake ya kuwakomboa. Kumbuka tulikotoka siku ya jana, sisi wote wa Kristo ni watoto wa Mungu. Kwa kama sisi ni watoto wa Mungu,
Hichi kitu unatakiwa kuelewa siku zote. Katikati ya mateso yako kama mtoto wa Mungu, Mungu atakujalia huruma ya neema ya kukufungulia mlango wa kukukomboa. Angalia kitabu cha Luka, ile sura ya kwanza, mstari wa 68. Luka 1:68. Luka 1:68 inasema namna hii: Atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli, kwa kuwa amewajilia watu wake na kuwakomboa. Atukuzwe Bwana Mungu wa Tanzania, Mungu wa Kenya, Mungu wa Kongo, Mungu wa taifa lako, Mungu wa taifa lako katika damu ya Yesu Kristo, maana amekujilia wewe leo kukukomboa. Sema amen. Sema amen. Mungu anakukomboa. Mungu anakukomboa. Hilo naomba ulishike siku zote. Na Mungu anapokuja kukukomboa, lazima atakufungulia mlango wa kukuonyesha ufanye nini ili uone mema katikati ya mateso yako. Mungu atakapokuja kukukomboa, lazima atakufungulia mlango wa kukuonyesha ufanye nini katikati ya mateso yako. Na ndiyo maana hata alipokuwa anakuja kuwakomboa Waisraeli katika yale mateso ya Babeli, alikuja kufungua mlango kwa kupitia Yeremia. Akamuonyesha Yeremia nini kifanyike ili kuwakomboa Waisraeli. Na ndiyo maana ukija kwenye kitabu cha Danieli, ile sura ya 9, utaona Danieli anasema kwa kuvisoma vitabu, na alikuwa anasoma kitabu cha Yeremia, alifunuliwa kile Mungu alichomsemesha Yeremia juu ya kuwatoa Waisraeli juu ya utumwa wa Babeli. Kwa hiyo siri ya Israeli kupata raha ilifichwa ndani ya Yeremia. Si kama unanielewa. Unaweza ukawa unanisikiliza mahala ulipo. Wanaweza wakawa mnapita kwenye mateso ya kifamilia. Familia yenu yote inapita mahala pagumu. Na yamkini wewe muda huu ndiyo Yeremia ambaye unapaswa kufunuliwa siri ya mlango gani familia ipite ili itoke kwenye hayo mateso. Na ndiyo maana unahitaji kushika hichi kitu mapema, ili kama Yeremia wa familia uipokee siri, uione, na huruma ya Mungu ije iwafungulie mlango wa kutoka. Mungu si mpango wake kuangamiza familia. Lazima atamweka Yeremia mmoja wa kuokoa familia. Kandarabushakarabaseke. Unaweza ukawa kwenye taasisi, unaweza ukawa kwenye ofisi, unaweza ukawa kwenye kanisa, unaweza ukawa kwenye kikundi cha fellowship, unaweza ukawa kwenye parokia. Wewe ni Yeremia mahala hapo, na kuna mambo yanafanyika pale ndani ambayo hayampendezi Mungu, na watu wote hawaoni cha kufanya ili watoke kwenye hayo mambo, na matokeo yake huduma inaendelea kuporomoka, kanisa linaendelea kugombana, mambo yanaendelea kuharibika ofisini. Mungu anapokutazama kama Yeremia, lazima ndani yako atakuwekea siri ya nini kifanyike ili kanisa litoke kwenye hayo mateso. Yamkini unanisikiliza, wewe ni Yeremia. Bwana akufungulie lango sasa kwa huruma yake. Sema amen katika jina la Yesu. Unasema, Mwalimu Petro, utajuaje mimi ni Yeremia? Utajisikia ninapozungumza hapa, utajisikia moyo wako unawaka moto. Utajisikia bubujiko moyoni. Jua hiyo ni ishara ya Roho Mtakatifu kwamba wewe ni Yeremia. Wewe ni Yeremia. Sijui wewe ni Yeremia wa wapi, lakini Mungu ndiye anayejua. Lakini nachoamini kuna wakina Yeremia wako hapa, Mungu anaongea na wao. Nisikilize Yeremia. Kuna mifano kadhaa tutaipitia muda huu ili wakina Yeremia mlioko hapa muweze kupata kitu. Tutaangalia mifano miwili, hapo tutaomba. Tuanze na mfano wa kwanza. Unaweza ukashangaa watu wote wanateseka kwenye uchumi, ila wewe Mungu akakufungulia mlango wa kukuonyesha cha kufanya ili uwe na mema katikati ya mateso ya uchumi wanayopitia wengine. Kwa hiyo inaweza ikatokea kama ilivyo sasa, watu wengi sana wanapita mahala pagumu kwenye uchumi, na kila mtu anateseka kwenye uchumi, asilimia kubwa.
Kwa hiyo unaposimama katika nafasi kama Yeremia, Mungu hatokubali uteseke. Hatokubali walio chini yako wateseke. Hatokubali uliowabeba wateseke kama Yeremia. Ila Mungu atakachokifanya, atakufunulia lango wewe kama Yeremia la kukuonyesha ufanye nini ili wewe uwe salama kiuchumi, na walio nyuma yako wawe salama kiuchumi. Si kama unanielewa, mtu wa Mungu aliye hai. Na hii ndiyo ile hali ambayo huwa inatokea. Unakuta kuna watu hawaoni fursa ya nini wafanye, na kuna watu wanaona fursa ya nini wafanye. Ina maana wale wasioona fursa za kufanya hawajafunguliwa lango la kuona. Huruma ya Mungu haijawafungulia lango. Ila wale ambao wameona fursa ya nini cha kufanya, huruma ya Mungu imewafungulia lango la kuona cha kufanya. Na ndio maana hili neno napenda sana kuwaeleza watu napozungumza nao kitu cha uchumi, kwamba inaweza ikatokea wewe unalalamika uchumi mgumu, lakini katikati ya kulalamika kwako kuna watu wananunua viwanja, wanajenga, wanafunga ndoa. Katika wakati ambao wewe unasema siwezi kufunga ndoa, ngoja nianze kuishi kwanza, nisukume siku mpaka siku tupate hela, kuna watu wanafunga ndoa. Wewe unasema huwezi kufunga ndoa maana una hela, ila kuna watu wanafunga ndoa. Wakati unasema viwanja viko juu siwezi kujenga sasa, kuna watu wananunua viwanja, wanajenga na hawakwami. Wakati wewe umejenga nyumba yako, umeishia kwenye renta, umekaa miaka 15, umekaaga tu mpaka limekuwa gofu la kale. Kuna watu wameanza kujenga, saizi wanapiga plasta na hawajawahi kwama. Andara ushakara. Sasa ni nini kimekufanya wewe ukwame, huyu asikwame? Ina maana wewe macho yako yameacha kuona, ya huyu bado yanaona, bado anafunguliwa lango la kwamba umeshajenga msingi, anaonyeshwa lango jingine. Fanya hapa upate hela, uipige tofali ziinuke. Fanya hapa upate hela, upige renta. Fanya hapa upate hela, upige plaster, upige kenchi, upige bati, upige finish, uhamie nyumba yako. Wewe mwingine umegandia pale. Na wengine wana hali mbaya zaidi, kiasi ambacho hata viwanja tu hawajafika hapo, wako tu kwenye kupanga nyumba. Wakati mwingine anawaza anapata wapi usafiri wa kuhamisha vitu ahamie kwenye nyumba yake. Na kuna mwingine anawaza anahamaje kwenye hiyo nyumba kwa sababu wamempandishia kodi ya nyumba, ahamie kwenye nyumba nyingine walau ambayo ina kodi kidogo. Hivi umewahi kujiuliza hichi kitu? Kwamba huyu anawaza napata wapi usafiri nihamishe vyombo vyangu kwenye nyumba yangu. Na kuna mwingine anawaza anapata wapi chumba cha kupanga ambacho gharama yake ni ndogo, maana alichopo muda huu wamempandishia kodi. Hiyo hali ni mbaya, si kawaida. Nisikilize mtu wa Mungu, unahitaji upako wa Yeremia. Ufunguliwe macho, uone nini cha kufanya katikati ya uchumi mgumu unaopita ulimwenguni. Mungu akusaidia kuona. Sema amen katika jina la Yesu. Wakati wengine wanapunguza wafanyakazi kwenye taasisi zao kwa sababu uchumi ni mgumu. Kuna wengine wanaongeza wafanyakazi, wanatangaza nafasi za ajira. Wakati ofisini kwenu mmefukuzwa kwa sababu hakuna kazi, hapo kuna ofisi nyingine wanatafuta watu wa kuwaongezea kazi. Na kuna wengine wanaongeza wafanyakazi, wanaongeza na mishahara kwa waliokuwepo. Hasa nini kimemfanya bosi wa pale apunguze wafanyakazi na bosi wa pale aongeze wafanyakazi? Macho. Upako wa Yeremia unahitajika kwa wingi katika nyakati za sasa. Maana ni nyakati ambazo watu hawaoni malango ya kufanya ili watoke kwenye kibano cha kiuchumi. Na Mungu ameachilia neema kupitia haya maombi. Ameachilia upako wa kuomba kiasi ambacho akufungulie macho mahala ulipo,
Huwezi kusikiliza hili somo bure kama wewe sio Yeremia. Lazima ndani yako kuna Uyeremia upo. Mungu akufungulie macho ili ujue nini cha kufanya. Yamkini kupitia wewe kuna vitu vingi sana vya kiuchumi Mungu anataka kuinua kwenye taifa lako, kuinua kwenye kanisa lako, kuinua kwenye kikundi chenu cha sala. Rapa koria sakarapa. Mungu akufungulie lango. Kanda rapa koria saka. Kuna mtu yuko hapa kwenye kanisa lao. Huu ni mwaka zaidi ya 10 wana mradi wa kununua kinanda na kimekwama, hakinunuliki. Kwa nini? Hawaoni macho. Mungu akufungulie macho leo, ukaone cha kufanya ili hicho kinanda kikapatikane. Kuna wengine wako hapa wana ujenzi umekwama. Mungu akufungulie macho ukaone pa cha kufanya ili huo ujenzi ukakamilike. Rapa koriasaka. Nisikilize, unafanya biashara sawa, lakini hauendelei. Wewe ni mtu tu wa kuanguka. Kazi yako ni kuhama tu. Leo umechukua mkopo pale, unafanya ni kuhamisha mikopo tu, na hamna maendeleo. Cha zaidi, mambo yanazidi kuwa mabaya. Yaani kila siku ni afadhali ya jana. Nisikilize vizuri. Unahitaji upako wa Yeremia ukushukie ili upate nafasi ya kuona nini ufanye ili utoke kwenye hicho kipano cha kiuchumi. Nisikilize. Ile kuona unateseka leo haina maana ya kwamba uliumbiwa mateso. Ile kuona unateseka leo haina maana ya kwamba uliumbiwa mateso. Ila unateseka leo ni kwa sababu bado hujaona ufanye nini ili utoke kwenye hayo mateso. Ngoja tupite kwenye mistari kadhaa Biblia. Kuna vitu Mungu ataongea na wewe. Tuanze na Yeremia 29. Ule mstari wa 11 hadi wa 12. Yeremia 29:11 hadi 12. Yeremia 29:11-12 inasema namna hii. Maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Umeona? Mungu anasema anajua mawazo anayotuwazia sisi ni mema wala si mabaya. Kwa hiyo kama Mungu anakuwazia mema, hakuwazii mabaya. Haya mabaya ulionayo leo sio yeye aliyokuwekea, kwa sababu yeye hakuwazii hayo. Na ndiyo maana unahitaji kusimama sawa sawa na neno lake. Anaposema anakuwazia mema, afu anasema nanyi mtaniita na kuniomba, ina maana anakusemesha wewe uliona mabaya kwamba hayo ulionayo si ya kwako. Njoo uniite, njoo uniombe ili nikufungulie macho kama Yeremia, uone matunda mazuri katikati ya mabaya yaliyozunguka eneo lako. Na ndiyo maana unahitaji kuomba ili ufunguliwe macho. Angalia hata ile Mathayo 7 mstari wa 7 hadi wa 11. Mathayo 7:7 hadi 11 inasema namna hii. Mathayo 7:7-11. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Sikia vizuri. Tafuteni nanyi mtaona, ina maana vipo, lakini nisipoomba sitapewa. Vipo, nisipotafuta sitaona. Vipo, nisipobisha hodi sitafunguliwa mlango. Si kama unaelewa hichi kitu. Kipo ni cha kwako, lakini usipoomba hutapewa ingawa ni chako. Usipotafuta hautakiona kiko wapi. Umewahi kujiuliza kwa nini watu kwenye send off wanamwambia mdada akamtafute mchumba wake na ingawa ni wa kwake? Umewahi jiuliza hicho kitu? Kile kitu ni cha kimungu, si kitu cha kikawaida kile. Kile kitu ni cha kimungu. Si kama unanielewa? Kile kitu ni cha kimungu kinachoashiria uthibitisho wa kwamba huyu ndiyo wangu wa thamani, na ndiyo maana naenda kumtafuta mbele za watu ukumbini.
watu wajue kwamba ni wa thamani. Ndio maana naenda kumtafuta na msimamisha, kila mmoja ajue huyu ndio wangu wa thamani. Na ndio maana kila mmoja Mungu amemwekea sendofu yake, kwamba hichi hapa ni cha kwako, ila unahitaji kusimama ukumbini kukifatafuta ili kila mmoja ajue ni cha thamani. Si kama unaelewa, mtu wa Mungu aliye hai. Na ndio maana anasema, kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Ina maana asiyeomba hapewi, asiyebisha hafunguliwi, asiyetafuta haoni. Simple tu. Afu anasema, au kuna mtu yupi kwenu aombaye mwanawe akimuomba mkate atampa jiwe, au akimuomba samaki atampa nyoka? Ni nani? Hakuna. Kwa nini anatoa mfano wa mzazi na mtoto? Kwa sababu kumbuka tulikotoka siku ya jana, yeye ni baba kwetu, tena baba mwenye upendo. Huwezi kumuomba mkate akakupa jiwe. Yaani huwezi kumuomba kitu chema akakupa kiovu, atakupa chema. Huwezi kumuomba samaki akakupa nyoka, hawezi. Yeye ni mzazi mwenye upendo. Na ndio maana anasema, ikiwa ninyi mlio waovu mwajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamuombao? Kwa hiyo yeye kama baba mwema, kila utakachomuomba atakupa chema, kwa sababu yeye ni baba mwema. Na ndio maana unahitaji kuomba siku ya leo, huruma ya Mungu ikufungulie mlango wa kuona wasijiona wengine, ili katikati ya mateso makali ya kiuchumi Mungu akufungulie mlango wa kutoka. Na utakapotoka wewe, na walio nyuma yako watatoka. Kandarabusha karabaseke. Tuangalie mfano mwingine. Kumbuka nilikwambia tuna mifano miwili. Tuangalie mfano mwingine wa pili, twende kuomba huruma ya Mungu. Mfano wa pili. Wakati Herode ametangaza kuwaua watoto wote wa kiume kipindi cha kuzaliwa kwa Yesu, huruma ya Mungu ndiyo iliyowafungulia mlango Yusufu na Mariamu, wakaweza kuona pa kujificha. Wakati watoto wengine wanauawa, wao Bwana alikuwa amewaficha, wakawa salama. Kwa hiyo wengine wanatafuta pa kujificha, hawapapati. Herode anaua tu watoto wa kiume, anaua tu. Lakini Yusufu na Mariamu wao wakawa wamejificha mahali Mungu alipowafunulia. Ngoja tuangalie kile kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 2 mstari wa 13 hadi wa 16. Mathayo 2:13-16 inasema namna hii. Mathayo 2:13-16. Na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri. Akakaa huko hata alipokufa Herode, ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nalimuita mwanangu. Ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi, alighadhabika sana. Akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuwako huko Bethlehem na viungani mwake mote, tangu wenye miaka 2 na waliopungua, kwa muda ule aliohakikisha kwa wale mamajusi. Nisikilize vizuri mpendwa. Herode alitangaza kuua watoto wa kiume wote. Lakini Yusufu na Mariamu, kabla Herode hajaanza operation, Roho Mtakatifu kupitia malaika aliwasemesha, kimbieni kajificheni Misri. Kwa hiyo Herode target yake ilikuwa ni kuua mtoto Yesu. Ndio ilikuwa target yake, kumuua mtoto Yesu. Lakini Bikira Maria pamoja na Yusufu baba mlishi, Roho Mtakatifu akawasemesha, kimbia Misri mkajifiche. Kwa Herode akatangaza watoto wakafa, ila wao wakawa salama, kwa sababu huruma ya Mungu kwa wanadamu iliwafungulia mlango wa kuona
pa kujificha, ambapo wazazi wengine hawakuweza kupaona pa kuwaficha watoto wao. Narudia tena hii kauli. Huruma ya Mungu kwa wanadamu ndiyo iliyowafungulia mlango Yusufu na Bikira Maria kuona pa kujificha na mtoto Yesu, ili Herode asiwaue. Ili hali muda huo wazazi wengine wakaendelea kuuliwa watoto wao na wao wenyewe. Kwa nini? Hawa hawakufunguliwa mlango, wakina Yusufu walifunguliwa mlango. Katika nyakati za sasa kuna umauti mwingi sana unaoendelea katika mambo mbalimbali hapa duniani. Kuna umauti mwingi mno unaendelea sasa katika nyakati za sasa. Nikiwa na andaa hili somo, Roho Mtakatifu alinionyesha maeneo kadhaa ambayo kuna umauti unaendelea kimafunuo. Kwanza kuna umauti wa ndoa. Ndoa nyingi sana saizi zinapitia kwenye umauti wa vifo. Ndoa nyingi sana zinakufa, zinavunjika, zinafarakana, zinaharibika, zinayumba. Lakini pia Roho Mtakatifu alinionyesha na eneo jingine, umauti za watoto. Watoto wengi sana wanauawa. Tunaona matukio yanaendelea ya utekaji wa watoto. Watoto wanatekwa, watoto wanalawitiwa, watoto wanabakwa, ukatili kwa watoto. Yote hayo ni matukio ya umauti wa watoto. Watoto wanaharibika kimaadili. Wazazi wameacha kuwachapa watoto wao kwa kusema kwamba ni unyanyasaji wa kijinsia kumchapa mtoto. Na matokeo yake watoto wanaharibika kwenye matendo maovu na mabaya huko nje. Mtoto anamfokea mzazi na mzazi anambembeleza mtoto. Yaani ndio mfumo ulioko sasa. Mfumo ambao unamtaka mtoto amlee mzazi na sio mzazi amlee mtoto. Yaani mzazi analea mtoto kwa mtoto anachotaka ndicho anachompa. Haijalishi kibaya kizuri. Lakini pia kuna eneo jingine pia Roho Mtakatifu alinionyesha mauti za huduma za kweli kushambuliwa na kuinuliwa kwa huduma feki. Na ndio maana siku hizi huduma feki zinazoibuka kwa kasi zimekuwa nyingi kuliko huduma za kweli zinazoibuka. Utaona tu kijikanisa pale. Tatizo sio kuwepo kwa makanisa hapa na pale na pale. Ila tatizo ni kuwepo kwa makanisa feki hapa pale. Makanisa feki yamekuwa mengi. Watumishi feki wamekuwa mengi. Injili za miemko zimekuwa nyingi kuliko injili za kweli ya neno. Si kama unanielewa, mtu wa Mungu ali hai. Wapenda miujiza wamekuwa wengi kuliko wapenda ukweli wa neno. Lakini pia eneo jingine Roho Mtakatifu alinionyesha eneo la mauti za miradi mikubwa ya kimaendeleo katika jamii. Kwa sasa kuna mauti nyingi sana za miradi mikubwa ya kimaendeleo katika jamii. Inaanzishwa miradi, ghafla inasimama. Kuna eneo unaweza ukakuta wanajenga barabara na ghafla ujenzi ukasimama. Barabara ikakaa tu. Nisikilize vizuri mtu wa Mungu. Na watu wa Mungu tunatazama tunazania ni kitu cha kawaida. Lakini si kitu cha kawaida. Kinahitaji huruma ya Mungu hapo. Inatokea viwanda vinafungwa kwa sababu tu uchumi wa mwenye kiwanda umepotea. Niambie, kama kiwanda kinafungwa ghafla na walikuwa wameajiriwa watu 5,000, wanaenda wapi? Au kiwanda kinafilisika ghafla na wanasema tunapunguza katika wafanyakazi 3,000, tunapunguza wafanyakazi 2,000. Wanabaki 1,000. Hao 2,000 wanaopunguzwa wanaenda wapi? Nataka tu uone jinsi ambavyo kuna miradi mingi sana ambayo inapitia hali ya umauti kwa sasa. Na watu wamenyamaza, hakuna anayeita huruma ya Mungu. Wengine wanafikiri ni kitu cha kawaida. Wengine wanabaki wanalalamikia serikali, wanalalamikia viongozi. Kumbe kuna roho iko nyuma inasukuma. Kandarabu shaka. Lakini pia eneo jingine ambalo Roho Mtakatifu alinionyesha ni eneo la mauti za mifumo ya uzalishaji halali wa fedha kupotea. Pametokea umauti wa mifumo halali.
ya uzalishaji wa fedha inazidi kupotea mifumo halali kila siku. Mauti imeshambulia na panaibuka na mifumo fake miovu ya kuzalisha fedha. Utashangaa siku hizi watu wanazalisha fedha kwa mifumo ya kubeti. Hiyo ni mifumo haramu. Hiyo ni mifumo miovu. Watu wanazalisha fedha kwa mifumo ya uuzaji wa viungo vya binadamu. Watu wanazalisha fedha kwa mifumo ya kuuza miili yao, kwa mifumo ya kuuza viungo vyao. Watu fuata nadhani ni kitu cha kawaida. Mtu anaenda kutoa figo anauza. Watu wanafikiri ni kitu cha kawaida. Si kitu cha kawaida hicho. Kama unataka kutoa si ukatoe bure. Maana uliambiwa umepewa bure, toa bure. Kwa nini uuze? Kwani wewe ulinunua? Kandarabu shakarabasiki. Yako mambo mengi sana, lakini haya ni machache ambayo nilifunuliwa nilipokuwa naandaa hili somo. Na Mungu amenipa kibali cha kukusemesha ili uone namna ambavyo roho ya Herode imeinuka kuleta mauti kwenye mifumo ya sasa, kwenye maeneo mbalimbali ya sasa. Na lengo ni moja tu. Lengo ni kupandikiza mbegu ovu kwa jamii, kuua mbegu njema ya kimungu kwa kuwavuta watu katika mifumo itakayowataka wampinge Kristo na sio wampokee Kristo. Nasema hivi, lengo la hizi mauti nilizokuonyesha hapa, lengo lake ni kupandikiza mbegu ovu kwa jamii ili kuua mbegu njema ya kimungu kwa kuwavuta watu kwenye mifumo ya kumpinga Kristo. Na ndiyo maana Yesu alisema nyakati za mwisho, na watumishi mbalimbali walisema nyakati za mwisho pataibuka roho ya mpinga Kristo. Na watu wengi katika akili zao walifikiri roho ya mpinga Kristo itakuja katika namna wanazofikiri wao. Lakini si hivyo, mtu wa Mungu. Roho imekuja katika namna ambayo unahitaji kuwa kiroho ili uweze kuitambua. Hata watu kipindi kile waliposikia Yesu anakuja, wengi waliposikia atakuwa mfalme, walitegemea atakuja na magari mazuri na kila namna watakazoona kirahisi. Lakini alikuja katika namna ambayo ili umtambue ilihitaji uwe kiroho. Na ndio maana hata hii roho ya mpinga Kristo hivyo imekuja kwenye namna ambayo imejificha kwenye mifumo mbalimbali. Mifumo ya fedha, mifumo ya haki za binadamu, mifumo ya malezi, mifumo ya afya, mifumo ya uzalishaji, mifumo ya viwanda na mifumo mbalimbali katika mataifa mbalimbali. Imejificha huko kwa kuhakikisha inaua mbegu ya kimungu na inapandikiza mbegu ovu ambayo itawavuta watu kwenye kumpinga Kristo kwa hiari na kwa kulazimishwa. Ngoja nikuonyeshe mambo machache Roho Mtakatifu aliyonionyesha, na wewe pia upate kuelewa ili unapoomba ujue unaombea nini. Angalia kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohane sura 4 mstari wa 3 hadi 4. Kwa ajili ya mateso makali ya Yesu, sema utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Yesu. Angalia Yohane 1:4-4 inasema, na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo ambayo mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwako duniani. Biblia inasema kila roho isiyomkiri Yesu ni Kristo, hiyo ni roho ya mpinga Kristo. Mmesikia itakuja, afu inasema imeshakwisha kuja. Kwa hiyo hivi ninavyoongea ipo. Iko wapi? Imejificha kwenye mifumo. Afu anasema ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Ina maana kwetu sisi watoto wa Mungu, kumbuka tulikotoka siku ya jana, Mungu ni baba kwetu. Kwa kama sisi ni watoto wa Mungu, Biblia inasema sisi tumepewa neema ya kushinda hii roho ya mpinga Kristo. Kwa hiyo mimi na wewe, kwa kuwa tu watoto wa Mungu, ndani yetu
tuna upako wa kuishinda hii roho ya mpinga Kristo. Kila mtu katika nyakati za sasa anahitaji kuomba huruma ya Mungu muda wote. Huruma ya Mungu inaleta toba na msamaha wa dhambi. Toba na msamaha wa dhambi ndio kitu pekee kitakachokupa uwezo wa kuishinda roho ya mpinga Kristo. Na unapoombea huruma ya Mungu maeneo mbalimbali ya maisha yako, unapoombea mfumo wa kindoa, unapoombea ndoa yako, huruma ya Mungu, unapoombea mifumo yako ya kiuchumi, kazi zako, biashara zako, ajira yako, unapoombea huruma ya Mungu, unapoombea watoto wako, huruma ya Mungu, unapoombea nchi yako, huruma ya Mungu, unapoomba huruma ya Mungu juu ya hospitali, juu ya vitu mbalimbali, unakuwa unazuia shetani asizalishe mauti huko, bali unampa Mungu nafasi azalishe kitu chake huko. Si kama unanielewa mpendwa? Ningekuwa na muda wa kutosha ningekuonyesha watu kadhaa ambao Mungu aliwatumia kuomba huruma ya Mungu katika kuzaliwa kwa Yesu. Waliomba. Na ndiyo maana Yusufu na Mariamu walifunuliwa, kimbieni pale muepuke mauti. Lakini hata wewe pia utakaposimama kuomba huruma ya Mungu, uwe na uhakika Mungu aliyemwepusha Yusufu na Mariamu hata hakikisha anakuepusha na wewe. Hiyo mauti zilizopo sasa hazitagusa ndoa yako, hazitagusa watoto wako, hazitagusa uchumi wako, hazitagusa huduma yako, hazitagusa kanisa lako, hazitagusa chochote. Bali wakati wengine wataendelea kushambuliwa na hizo mauti, wewe utakuwa salama. Na si tu peke yako, ila na kila aliye nyuma yako, yani mke wako, watoto wako, ndugu zako, ukoo wako wataokolewa, kwa sababu yuko Yeremia mmoja aliyesimama palipobomoka akaita huruma ya Mungu, na Bwana amesimama kumfadhili kama baba na yeye kama mtoto, na pendo likiwa katikati yao lililokuja na neema na toba ya msamaha wa dhambi iletayo wokovu. Wakati wengine watampinga Kristo, wewe utasimama kumkiri Kristo, na kupitia kumkiri kwako Kristo kutakuwa ushuhuda kwa wengine, waone kwamba kumpinga Kristo ni ushamba, ujanja ni kumkiri Kristo. Wako wapi hapa wakina Yeremia ambao wanasema, Mwalimu Petro, niko tayari kumkiri Kristo? Rapa koriasaka. Tutaenda kuomba. Ramosh rabusaka rabasheke. Karapanda rabusiki rabasaka. Rikanda rabusha karapa koriakanda rabushi kiramanda rabasaka. Tutaenda kuomba, mtu wa Mungu. Neema ya Bwana, huruma ya Bwana ishuke kwa ajili yetu. Rapa shiki rabusaka rabaseke. Sema ya maneno nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu. Sema, Bwana Yesu, kwa huruma yako na kwa mateso yako uliyopata pale msalabani, ninasogea mbele zako, ninaomba unisamehe kwa miaka yote ambayo nimeishi pasipo kusimama kwenye nafasi yangu. Sema, ninaomba Baba unisamehe, maana sikutambua thamani ya msalaba wako. Ninaomba unisamehe. Leo nimetambua kwamba ulikaa msalabani, uliteseka ili mimi niwe mzima, ili mimi niokolewe. Sema, Mungu uliye hai, katika huruma yako na rehema zako ulimtirisha damu yako pale msalabani, ili kwa njia ya damu yako niokolewe. Ndiyo maana siku ya leo ninaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya maisha yangu. Ninaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya watoto wangu. Sema, ninaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya ndoa yangu kama una ndoa. Ninaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya ujana wangu kama we ni kijana. Ninaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya uzee wangu kama we ni mzee. Sema, ninaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya kanisa langu. Bwana, ninaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya mifumo yangu ya uzalishaji fedha. Ninaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya uchumi. Bwana, ninaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya taifa langu la Tanzania. Taja nchi yako. Ninaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya taifa langu. Bwana,
Ninaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya watoto. Ninaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya sekta ya afya. Naomba huruma ya Mungu, Bwana, kwa ajili ya mifumo ya viwanda, sekta ya utalii. Ninaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya matukio mbalimbali yanayoendelea duniani ya utekaji nyara watoto. Bwana, ninaomba huruma ya Mungu. Rapakariaka seke. Rapasikirabo shakaraka seke. Irakanda kariaka rakasaka. Endelea kuita tu huruma ya Mungu, mtoto wa Yesu ulioko hapa. Yesu, 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 tunaita huruma yako. Usinyamaze kanisa, usinyamaze. Mahala popote ulipo, rapashikie rabosakara. Endelea tu kuita huruma ya Mungu kwa ajili ya mateso makali ya Yesu. Utuhurumie Baba, sisi na dunia nzima. Bwana wa milele, tunakutolea roho na mwili na Mungu wa Bwana mpenzi, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kulipia dhambi zetu na dhambi za dunia nzima, kwa ajili ya mateso makali ya Yesu. Utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Yesu. Utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Yesu. Utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Yesu. Utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Yesu. Utuhurumie sisi na dunia nzima Baba, kwa ajili ya mateso makali ya Yesu. Utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Yesu. Utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Yesu. Utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Yesu. Utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Yesu. Utuhurumie sisi na dunia nzima. Mungu, tunaomba usikie hata sadaka tunazotoa mahali hapa. Bwana, pokea sadaka zetu tulizotoa mahali hapa Jerusalem Family TV. Pokea sadaka zetu zote Bwana. Pokea Bwana sadaka zote. Tunaomba upokee. Damu ya Yesu ikae ndani yake. Huruma yako isifikishe kwako. Usikie maombi haya tunayoomba, Roho Mtakatifu, ili Bwana dunia yote ipate kuokolewa kwa neno lako na kwa ushuhuda. Mungu, watu wamkiri Kristo, wanaompinga wasiwepo, bali kiibuke kizazi kinachomkiri Kristo katika hali zote, iwe ni za huzuni, iwe ni za njaa, iwe ni za kushiba, iwe ni za kiu. Hali zote tumkiri Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kandaraba korianda rabushaka. Rabushaka rabaseki. Asante Yesu, maana wewe ni muweza wa yote. Asante Yesu hata kwa ajili ya siku ya leo. Asante Yesu kwa ajili ya maombi. Tunaamini Bwana huruma yako imetushukia na neema yako imetushukia. Tunaamini Bwana kwa huruma yako iliyoshuka hapa, hata macho yetu yameenda kufunguliwa. Sasa tutaweza kuona kama Yeremia alivyoona, ili Mungu Baba tuweze kuishi katika mema katikati ya